Nishukuru sana management ya SUMA kwa kunipa nafasi ya kutembea kujionea mwenyewe shughuli ambazo zinafanywa na jeshi letu, hasa kampuni ya SUMA JKT. Kazi wanayofanya ni kubwa, na naamini sasa tumefika kwenye zile ndoto za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati anaanzisha jeshi hili la kujenga taifa, kwamba liwe jiko la kupika vijana, kuwatengenezea mazingira ya kujifunza uzalendo kwa nchi yao, ukakamavu kwa nchi yao, lakini ujuzi mbalimbali ambao unahitajika na nchi yetu. Nimeangalia shughuli za useremala, lakini shughuli za ulinzi, upishi, bima, logistic kwa maana usafirishaji, ulinzi kama nilivyozungumza, lakini pia shughuli za kilimo, uvuvi. Haya yote ndio maeneo ambayo kwenye dira ya maendeleo ya 2020 na 50 tumejikita kuhakikisha kwamba tunaenda kuongeza thamani ya mazao kwa maana bidhaa, lakini pia kwenda kwenye uchumi wa viwanda. Na nyinyi SUMA mmeithibitishia nchi lakini na dunia kwa ujumla kwamba tunaweza kufika huko tunakotaka kwenda. Kwa maana miaka 25 ijayo hivi ambavyo tunaviona hapa sasa hivi, tungependa kuona kwamba vinatapakaa katika miji yetu midogo na mikubwa. Vijana wetu kuwa na ujuzi wa kuzalisha sio bidhaa tu, lakini bidhaa bora kama hizi. Sio tu kulima, lakini kilimo bora chenye tija. Sio tu kuvua, lakini shughuli za uvuvi wenye tija. Na haya yote tumeyaona hapa. Ni rai yangu sasa kuona kwamba SUMA JKT, Wizara ya Ulinzi kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kuona kwamba ile mifuko ya 10%, maana yake tunasema kwamba 4% vijana, 4% kina mama, 2% walemavu, lakini kuna 5% ambayo imewekwa sasa hivi kwa ajili ya miundombinu, kuona kwamba SUMA wanashirikishwa pamoja na taasisi nyingine za serikali kuwafikia vijana walengwa, kuweka miundombinu rafiki, mazingira rafiki ya uzalishaji mali, lakini pia kuwatengenezea ujuzi vijana ambao mmeshawapika hapa, kuona kwamba wanaenda kuwa wanufaika wa hii mikopo ili kuingia kwenye shughuli za uzalishaji mara moja. Sisi tuwashukuru SUMA JKT kwa maana mmekuwa champion kwenye kutengeneza ajira ya vijana wetu.